uongozi na uchungaji. Uongozi ni nini ndugu zangu katika kanisa? Uongozi ni karama ya ndani ya kanisa inayohusiana na kuwatumikia watu katika kufanikisha malengo ya utume wa kanisa. Huo ni uongozi katika kanisa. Uongozi katika kanisa ni karama ya ndani ya kanisa, karama ya ndani ya kanisa. Na kwa sababu tumeshafundisha juu ya kanisa ni nini, si ndivyo jamani? Kwa hiyo ni karama ndani ya kanisa inayohusiana na kuwatumikia watu katika kufanikisha malengo ya utume wa kanisa. Maanake kanisa Katoliki lina malengo yake. Lengo kuu na la msingi ni kazi ya uinjilishaji wa kuwainjilisha watu wa Mungu, kuwapeleka mbinguni. Ndio lengo kubwa la kanisa. Kwa hiyo tunapozunguka katika shughuli za kichungaji mbalimbali, iwe ni kujenga ukumbi, iwe ni kuwa na miradi mbalimbali, iwe ni shughuli mbalimbali, zote zinatupeleka katika lengo moja tu la kuelimisha watu. Kupitia hivyo iwe ni ngazi ya kuelekea uzima wa milele mbinguni. Na ndio wito wetu sote. Tulikuwa na wito wa kuzaliwa, tumeshazaliwa, lakini pia kuna wito wa kazi. Wito wa kazi kulingana na karama ambazo Mungu ametujalia. Na baada ya wito wa kazi tunaenda wito wa utakatifu. Injili ya Mathayo sura ya 5:48. Tuwe wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hiyo tunahimiza sisi kama viongozi, kwa ubatizo wetu tunatumwa. Na tunatumwa kupeleka habari njema. Na habari njema ni habari ya wokovu. Watu wamfahamu Mungu ili pia waweze kufika mbinguni. Kwa hiyo tunapoongea juu ya kiongozi, uongozi katika kanisa ni karama ndani ya kanisa inayohusiana na kuwatumikia watu. Sio kuwaendesha watu, kuwatumikia watu katika kufanikisha malengo ya utume wa kanisa. Karama ya kuongoza ni busara na hekima. Karama ya kuongoza ni busara na hekima ya kimungu inayotoka kwa Roho Mtakatifu, ya kuwafanya watu waweze kufuata na kukutii. Karama hiyo tunayoongea ni karama ya kuongoza kwa busara na hekima ya kimungu inayotoka kwa Roho Mtakatifu, ya kuwafanya watu waweze kukufuata na kukutii. Kama jinsi Roho Mtakatifu anaofanya upya ndani yetu, basi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, unapoongoza watu wa Mungu, basi waweze kukufuata na kuweza kukutii. Ni karama ya Roho Mtakatifu. Zaidi ya kwamba ni uwezo na nguvu au uwezo wa nguvu ya Roho Mtakatifu, karama ya uongozi inaweza kuboreshwa kwa kujifunza mambo mbalimbali. Karama ya uongozi inaweza kuimarishwa kwa kujifunza mambo mbalimbali. Moja hiki tunachokifanya ni semina elekezi. Hebu sema semina elekezi. Ambayo kimsingi inatujengea uwezo kama kiongozi, uweze kule na wewe kusema kile kitu ambacho umefundisha kwa ajili ya kuongoza watu wa Mungu. Kwa wanapokuwa na kiongozi, karama ulionayo ni ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Manake wewe sasa uhakikisha kwamba Roho Mtakatifu anahuishwa ndani yako kwa mambo makubwa manne. Roho Mtakatifu anahuishwa ndani yako kwa mambo makubwa manne. Kwanza, sala. Nguvu ya sala kama kiongozi. Kiongozi ambaye asali hana nguvu au moral authority tunasema. Unaposali unakuwa na nguvu ya kutumikia, nguvu ya utii, nguvu ya kumsikia Mungu, nguvu ya kuongoza watu wa Mungu. Pili, kiongozi anapaswa aongoze na neno la Mungu. Zaburi ya 119:105. Neno la Mungu ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kiongozi lazima usome neno la Mungu. Neno la Mungu ni dira, neno la Mungu ni nguvu, neno la Mungu ni dawa, neno la Mungu ni uponyaji na kadhalika pia. Neno la Mungu kama kiongozi lazima ulisome mara kwa mara ili liweze kupiaisha ndani yako huyo Roho Mtakatifu. Tatu, kiongozi apokee sakramenti. Tunahimiza kabisa mara kwa mara kiongozi ambaye apokee sakramenti ni kama amekufa kiroho. Na ukifa kiroho utaongozaje watu wa Mungu katika safari ya kuelekea uzima wa milele?
Kwa hiyo tunakumbusha kwamba kiongozi, mara kwa mara hakikisha unapokea sakramenti, na za muhimu kabisa pamoja na zote tunazopokea, kitubio pamoja na Ekaristi Takatifu. Jambo la 4, kiongozi atamuisha Roho Mtakatifu ndani yake kwa kutenda matendo mema. Maana yake kuwa na uchaji wa Mungu. Na ukiwa na uchaji wa Mungu, basi kazi ya Mungu inaweza kwenda vizuri tu. Kwa hiyo tunapotafakari hilo, tunajifunza katika kitabu cha Kutoka, tunajifunza namna ambavyo Musa aliongoza watu wa Mungu. Kitabu cha Kutoka sura ya 18 aya ya 1 hadi ya 27. Tunapojifunza juu ya uongozi, nenda kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha Kutoka, katika Agano la Kale, basi umjifunze Musa namna alivyopewa kazi ya kuongoza. Musa hakuwa malaika, alikuwa binadamu. Na Musa sio kwamba hakufanya makosa, alifanya baadhi ya makosa, lakini ndiye ambaye alichaguliwa na Mungu kuongoza taifa la Israeli. Kwa hiyo wewe unakuwa ni Musa mwingine. Kwa hiyo tunapoongea juu ya uongozi katika kanisa, tunatafakari hilo ambalo litatuongoza pia katika kutafakari uongozi ni utumishi. Uongozi ni utumishi, ambapo tunasoma Injili ya Mathayo sura ya 20 aya 26. Uongozi ni utumishi. Halafu tunapotafakari juu ya uongozi, huyu kiongozi anafananishwa na mchungaji mwema ambaye ndiye Kristo. Injili ya Yohane sura ile ya 10 aya ya 1 hadi ya 18 ndicho ambacho tunakwenda kutafakari. Sasa tunapoongea kiongozi, huyu kiongozi ndani ya kanisa anaongoza watu wa Mungu, ambapo mambo matatu muhimu anapaswa kuyaangalia. Anapaswa kujiangalia yeye mwenyewe katika kujitambua na kujitambulisha na kuonyesha utambulisho wake kwamba wewe ni nani? Wewe ni nani? Swali unaweza kujiuliza, wewe ni nani? Jambo la pili, unaenda wapi au lengo lako ni nini la kuwepo hapa duniani? Na uongozi wako unaenda wapi? Lengo lako ni nini? Na jambo la tatu, unaenda na nani? Safari yetu ni kwenda mbinguni, ndugu zangu. Safari hii ya maisha, umechaguliwa miaka 3, umemaliza, umeacha alama, sawa. Katika safari yako unaenda wapi na unaenda na nani? Na jambo la 4, hao unaoenda nao mnasaidianaje kushirikishana karama na vipawa vya Mungu ili kuweza kufikia huko? Maswali manne ni ya msingi kujiuliza. Na hapo tunakuja katika tafakari ya kiongozi. Ili uweze kuwa kiongozi mzuri, lazima uwe na ujuzi wa aina mbalimbali. Sasa tunaongea juu ya ujuzi au maarifa ya uongozi ndani ya kanisa na uchungaji ndani ya kanisa. Kwa wewe ni kiongozi lakini pia ni mchungaji. Sasa ili uwe kiongozi mzuri na mchungaji, tuna aina 4 za malezi. Aina ya kwanza ambayo tungetamani wewe kama kiongozi upambanie na kujifunza na kuweza kuelewa, kwanza tunapoongea juu ya malezi katika kanisa Katoliki, waamini kwa ujumla tunajikita pia katika nguzo hizi 4 za malezi ambazo zinatusaidia kutufinyanga kuwa watu imara. Mfinyanzi anafinyanga udongo kwa umbo analolitaka. Sisi Mungu anatufinyanga katika malezi haya endelevu kwa kile ambacho anakitaka wewe ukahudumia watu wa Mungu. Nafikiri mmeiona barua ya Society of St. Pius X. Mmeiona? Kuna watu wamejifinyungurua. Sisi tunakufinyanga, wewe unajifinyungurua, unajiweka kwa sura yako, haipo. Kanisa Katoliki kwa utamaduni wake linatufinyanga tuwe vile ambavyo kanisa linataka, kwa sababu kanisa pia linaongozwa kwa traditions. Hatuwezi kusema sisi tunafanya hivi, wewe unasema mimi kwa maono yangu nataka niende hivi. Haipo. Labda kwingine, lakini ndani ya kanisa Katoliki
Utamaduni wetu umekuwa ni huo, na hatuendi nje ya hapo. Malezi ya aina 4, na malezi ya aina ya kwanza ni malezi ya kiroho, ambapo tunatamani tuone kiongozi bora ndani ya kanisa na mchungaji mwema awe na malezi ya kiroho. Tunapoongea juu ya malezi ya kiroho, huu ndio msingi wa maisha ya muamini na kiongozi, yanayolenga kukuza uhusiano wa karibu na Mungu, yanayolenga kukuza uhusiano kubwa karibu na Mungu. Kwa hiyo tunapoongea juu ya malezi, si holela au si kwa bahati mbaya. Kuna kusudi la wewe kukuza uhusiano wako wewe na Mungu, kama nilivyosema mambo yale 4. Tunaongeza hayo 4, unaongeza sala tumesema, lakini pia tafakari na maisha ya sakramenti. Malezi ya kiroho, kiongozi unapaswa ulelewe na ujilee mwenyewe. Kwa kanisa linatumia mbinu mbalimbali, washa, mafungo, semina kama hizi kukulea, lakini ukishalelewa na wewe ujilee. Sema ndio tamaduni zetu sisi wa Kristo. Na hili ni agizo la Baba Askofu Mkuu, viongozi wapya wapewe kitu kinachoitwa induction, mfumo wa utendaji ndani ya kanisa, ili tuweze kwenda sawa. Mchungaji wetu mkuu akitoa maelekezo, wote tunavaa, kwa sababu tayari tumeshafundishwa namna ya utendaji ndani ya kanisa. Maana yake unaingia kwenye mfumo, na wewe unayefundishwa hapa ukafundisha na kwa maparokiani kwamba tunatembea katika mifumo, ndivyo tunavyoweza kulelewa. Kwa hiyo malezi aina ya kwanza ni malezi ya kiroho. Namba 2 ni malezi ya kiutu, human formation. Human formation, lazima ujilee kiutu. Haya yanahusu ukuzaji wa utu wa mtu, ikiwapo ni ukomavu wa kihisia. Ukomavu wa kihisia, unaona jambo fulani haliendi, ungepasa utukane, uzodoe, sasa nakaa kimya, sijalelewa kulopoka. Nakaa kimya, jambo linapita, maelezo tutayapata baadaye. Kumekuwa na utulivu wa hekima. Kuna mjadala haueleweki, unatulia, ikibidi kuongea uongee hekima na busara. Ndio mfumo wa kanisa unavyotuelekeza na kutufundisha namna ya kufanya kihisia, kimaadili mema, lakini pia uwezo wa kuishi na wengine na nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi, nidhamu ya kuongea, nidhamu ya kutembea, nidhamu ya kuvaa, nidhamu ya kula, nidhamu ya kusali, nidhamu ya kusikiliza, nidhamu ya kuongea na wengine, nidhamu ya kuongea na mkubwa, nidhamu ya kushirikiana kwenye shughuli mbalimbali na wenzake. Kwa hiyo ndio malezi ya kiutu haya tunafundishwa. Kwa hata na sisi viongozi tunakuwa na fursa kama hii ya kufundishwa na kuelekezwa namna ambavyo mimi kama kiongozi napaswa kuakti tofauti na wengine wanavyofanya huko duniani, kwa sababu tayari nimeshapewa malezi namna gani nifanye ili pia utume wangu uweze kuzaa matunda. Maana tunapoongea juu ya utume kuna vitu viwili, cause and effect, kichocheo na matokeo. Hapa ndio tunachochea, tunakupa kichocheo ili matokeo mazuri ya utume hapo ambapo wewe mwenyewe umepangiwa. 3, malezi ya kiakili, intellectual formation. Intellectual formation. Haya yanahusu elimu ya imani. Elimu ya imani. Elimu ya imani. Sio elimu ya IT. Sio elimu ya biashara. Sio elimu ya kilimo, ni elimu ya imani. Mafundisho ya kanisa ambayo Baba ametupitisha. Mafundisho ya kanisa na uwezo wa kutafakari kwa kina. Tunakaa mbele Yesu Ekaristi na utafakari kwa kina, ili kuelewa na kutetea imani katika ulimwengu wa kisasa. Maswali ambayo tunayoweza kujiuliza, hivi tunaifahamu imani yetu vizuri?
Hivi tunaweza kuitetea imani yetu vizuri? Wale ambao wapo katika parokia tunazohudumu, tuliwapa maswali, na mimi baba paroko nawapa maswali watoto wa komunio na wa kipaimara. Maswali yangu na kawaida ni 5. Parokia nilikotoka na niliko sasa hivi wanafahamu. Swali la kwanza linakuwa na maksi 20. Tunajibu watu 4: baba paroko, mama, baba na mtoto. Kwa mimi namuuliza swali mtoto, akishindwa tunaanza kwa mama, akishindwa mama, baba, akishindwa baba naijibu mimi, amekosa maksi 20, nimekula mimi. Kwa swali la kwanza linahusu juu ya amri za Mungu. Tunazijua vizuri? Anasema tunazijua. Amri ya 9 inasemaje? Eti amri ya 9 inasemaje? Usitamani? Kina mama mpo? Haya, na nyinyi mnaisemaje hiyo? Mwanamke, mwanaume? Mwanamke. Kwa nini imeandikwaje pale? Tumsifu Yesu Kristo. Haya, amri ya 4 nasemaje, baba zangu na mama zangu? Maana yake nini? Mbona kuna watu wanagombana na wazazi wao? Kitatokea nini? Na baba na mama maana yake nini? Ili uweze kuchambua vizuri, unaenda kuchimbua kwenye katekismu ya Kanisa Katoliki kwa upana kabisa, na kueleza nini maana yake. Tunapoongea wakubwa, wazazi ni watu gani? Waliotuzaa, waliotuzidi umri, watu wa kanisa, watu wa serikali. Je, unalijua hilo? Kwamba diwani akikwambia Dominika ya kesho mpaka saa 4 tutafanya usafi, mkimaliza ndio mwenye kanisani. Lakini sisi kwa kawaida tuna misa maelekezo ya mkuu wa wilaya mpaka saa 4 tutafanya utume fulani. Hatuwezi kupinga serikali. Sababu sisi sote tuko chini ya serikali pia. Ndio hiyo tunaongea juu ya kwanza, juu ya amri za Mungu. Pili, sakramenti zipo ngapi? Tunafahamu zipo ngapi? 3 za kutuingiza katika Ukristo. Inaanza ipi? Alafu inafuata nini watu wa Mungu? Tatu zinazotuingiza katika Ukristo, baba zangu na mama zangu. Ya kwanza, ya pili, ni ekaristi au kipaimara kikanuni? Safi kabisa, ni kipaimara. Halafu inafuata, najua wengine wanashangaa ni nini. Unawezaje kupata kipaimara kabla ya nini jamani? Tunarudi kwenye historia ya kanisa. Kwa hayo unachimbua kwenye katekism, kwa nini tunasema kipaimara badala ya ekaristi? Kwa sababu watoto wetu akishabatizwa baadaye wanapata komunio. Sasa iweje useme kipaimara? Kuna katekisi yake hapo. Kwa hiyo swali la pili linaongea juu ya sakramenti. Sakramenti za wafu zipo ngapi watu wa Mungu? Za wafu ziko ngapi? Sakramenti za wafu ziko ngapi? Wafu kiroho, sio kimwili. Wafu kiroho, ukianza kufa kiroho, baadaye mwili nao unakufa. Ziko 2, si ndio? Ni nini ya kwanza? Kitubio. Alafu ya pili? Ndio. Kwa hiyo zinaitwa sakramenti za wafu kiroho. Sakramenti za huduma zipo 2. Safi kabisa. Ndoa na upadre, sakramenti za huduma, kwa sababu tupo kwa ajili ya kuhudumia wengine.
Aloko upadi upo kwa ajili ya kuhudumia wengine. Baba na mama upo kuhudumia watoto na kadhalika pia. Kwa swali la pili linahusu sakramenti. Swali la tatu linahusu amri za kanisa. Tunazifahamu jamani? Ya kwanza tunahudhuria kweli, maana siku Jumapili wengine anaweza kuangalia viwanja Bagamoyo, Vikawe na kadhalika. Ya pili nite kishaondoka. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, tunalipa zaka kamili kweli? Kwa unapokwenda kuungama, kuna wengine wanafanya lamsam tu, wanaenda kutoa zaka wakifikiri kimsingi ni zaka. Zaka inaenda kimahesabu, hiyo uliyotoa ni shukrani. Kwa tunaongelea tatu hizo amri za kanisa. 4, swali letu linahusu sala. Linahusu nini jamani? Sala. Tunaifahamu sala kabla ya kula chakula? Tunaifahamu? Hebu tusali baba zangu na mama zangu. Maana kuna wengine wanaombea, tunaombea kuni ziweze kuwaka, mkaa uweze kuwaka vizuri, tunamwambia mpishi sijui nini. Ipo sala kwenye vitabu vyetu. Hiyo ndio tunaita tradition, usiseme masala mengine. Sali ile ambayo tumefundishwa. Ile sala ambayo tumefundishwa. Na sala za aina mbalimbali tu. Sala ya kutubu tunaifahamu, si ndio? Ndio. Basi sala imani, sala ya matumaini, sala ya mapendo. Basi hizo ndio tradition zetu tumefundishwa ndani ya kanisa Katoliki. Halafu 5, swali linalohusu maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu. Tunauliza, Biblia ina vitabu vingapi? Unaweza kuvieleza vyote? Biblia ulionao kwenye simu ina vitabu vingapi? Unaweza kuvieleza vile ambavyo vimemisi hapo? Unaweza. Lakini kwa sababu gani havipo hapo kwenye mtandao? Au kuna mtu ambaye app yake inaonyesha vitabu vyote 73? Anaweza kunyoshia mkono? Yupo. Ina vitabu 73 kwenye simu zetu hizi. Ipo mtumishi wa Mungu? Shajara ni yetu. Asante. App ambazo zinakuwa installed na wataalamu wenyewe, wengine hata sio Katoliki, ndio tunasema kwamba ina vitabu vingapi. Hakuna app ambayo ina vitabu 73 kwa sababu maalum. Kwa sababu maalum. Lakini ndio maana tunaendelea kuambia, ukiendelea kujifunza kuwa na hard copy basi ni jambo jema. Kwa hiyo nilikuwa naelezea juu ya malezi gani jamani? Malezi ya. Kwa hiyo haya yanahusu elimu ya imani, mafundisho ya kanisa na uwezo wa kutafakari kwa kina ili kuelewa na kutetea imani katika ulimwengu wa kisasa. Katika ulimwengu wa kisasa, kwa sababu ulimwengu wa leo umebadilika tofauti na ulimwengu wa siku za nyuma, kwa sababu kwa maendeleo haya ya teknolojia, maendeleo ya aina mbalimbali yamebadilisha mitazamo na mifumo mbalimbali. Kubada na sisi lazima tujitathmini tuweze kuona mbinu mpya za kuweza kufikisha ujumbe wa Mungu kwa watu wetu.
Tunaenda namba 4, malezi ya kichungaji, pastoral formation. Si ndio namba 4? Haya yanahusu uwezo wa kuwahudumia, uwezo wa kuwahudumia wengine, kuwa na moyo wa kimisionari, kuwa na moyo wa kimisionari na kujifunza mbinu za uinjilishaji, kujifunza mbinu za uinjilishaji ili kuwaongoza hawa watu kwa Mungu. Kubwa tulilonalo ni kupeana maarifa ya kuongoza halmashauri ya walei, jumuiya, sijui kama ni mtaa, kanda, kigango, parokia teule, parokia kamili, sisi ambao tuko katika ngazi ya jimbo, kupewa maarifa. Na ndio maana kwa kiongozi, katika mambo ambayo unapaswa kuwa nao ni kuwa na maarifa. Maarifa tunapata kwenye mitandao, maarifa tunapata kwenye semina, maarifa tunapata kwa baadhi ya watu ambao wameexcel katika mambo haya. Kwa hiyo kama kiongozi, jitahidi kuwa na utamaduni wa kuweza kupata maarifa. Ndugu zangu, malezi haya yanapaswa kuanzia katika ngazi ya mtu mwenyewe, halafu familia ambayo inatazamiwa kuwa kanisa dogo. Baba alifundisha kama kiongozi, kama umevurugwa na familia, hata huku utatuvuruga. Kama umevurugwa na familia, hata huku utatu. Ndio maana wapo viongozi tunaita vivuruge. Yaani kwenye kamati tendaji lazima achafue hali ya hewa, kwenye halmashauri lazima achafue hali ya hewa. Tukifuatilia historia yake, hata huko nyuma, huko nyumbani nako ni vurugu. Ndio maana tunapata fursa kama hii ya kuendelea kukumbushana baadhi ya mambo ambayo yatatusaidia pia katika huduma zetu mbalimbali nyumbani kama kanisa dogo, na kuendelezwa katika hatua zote za maisha, hatua ya ujana, utu uzima, uzee, ili kuhakikisha kuwa muamini huyu anakuwa na imani thabiti na ukomavu wa kimaadili. Unakuwa na imani thabiti na ukomavu wa kimaadili. Kwa hiyo tunawahimiza sana ndugu zangu kuwa na imani thabiti ili kuendeleza ule ukomavu thabiti pia wa kimaadili. Sasa tuzitaje faida 4 za kupitia malezi haya. Kanisa linatufundisha, lakini faida yake ni nini? Tuhangaike na malezi ya kiroho kwa sababu gani? Malezi ya kiutu kwa sababu gani? Malezi ya kiakili kwa sababu gani? Hata malezi ya kichungaji kwa sababu gani? Faida ya kwanza, tunajenga msingi imara. Tunajenga msingi imara wa maadili. Tunajenga msingi imara wa maadili. Tunajenga msingi imara wa kimaadili. Unajua, unapoongea na mwenyekiti wako wa halmashauri ya walei ubehave vipi? Unapoongea na paroko ubehave vipi? Unapoongea na sister ubehave vipi? Na kadhalika. Kwa hiyo malezi haya yanatuchonga na kutufinyanga. Nawe uwe tayari kuchongwa na kufinyangwa kwa mfumo wa kanisa. Paja alikuwa ameongelea, alikuwa anafahamika mahali fulani, tembea yako tunakuona, vaa yako tunakuelewa, angalia yako, namna yako, huyu atakuwa mtu wa kanisa tu. Na mimi nilikwenda dukani mahali fulani, yule mtu nilikuwa nawahi kwenda Radio Maria kurusha kipindi, nimevaa kawaida tu. Nilikwenda kununua kwa kitu fulani, nilikuwa nimekwenda kununua soda. Kama mbona kama hii sauti kama nisikia mahali fulani. Sula, lakini kama naisikia mahali fulani. Kwa nini ni padi? Nilikuwa nimevaa kawaida tu. Na mimi nikamzuga, wewe umejuaje? Naona unavyoongea, naona unapopokea soda, nasema asante. Basi najua huyu kuisha kazi. Maana inatoka tu ndani, asante. Anakuangalia, mbona mjitu mwingine asemagi asante.
Kwa hiyo huyu sio kawaida. Namba 2, faida ya malezi ndugu zangu ni ukomavu wa kiutu na kiroho. Tungependa tuone Mkristo Mkatoliki tunamlea akomae kiutu na kiroho. Hata unapopiga magoti, unaposali, usali kweli sala yako katika utulivu ambao umefundishwa, sio katika vurugu ambazo tusingetarajia kwa huyu kiongozi afanye. Mwingine kama hajafundishwa anaweza akafanya hayo, lakini sisi Wakristo wa Katoliki tunafundishwa kuwa na utulivu. Docility. Hiyo ni kwa Wakristo, na ndio maana tunasemwa, tunasengenywa, usiseme maneno. Mwache Yesu ashughulike na hao ambao wanafanya hivyo, kwa sababu kazi unayoifanya sio yako. Yeye ndio aliyekuchagua wewe ufanye kazi yake, na malipo utayapata mbinguni, sio duniani. Lakini inawezekana ukaanza kupata baraka hapa duniani, lakini baraka hiyo imebebwa pia na mateso, kama jinsi Yesu hakuwa na dhambi, ibidi afe kwa ajili yetu, lakini atukomboe tuwe huru. Kupitia malezi ya kanisa na mafundisho ya kanisa, watu wanajifunza nidhamu. Jambo lolote lazima tujifunze nidhamu ya kula, nidhamu ya kuongea, nidhamu ya utendaji wetu katika kanisa. Najua mkubwa akiwa anaongea unasikiliza, mkubwa akiwa anatoa maelekezo unapokea, mkubwa akiwa anatoa mwongozo basi tunaujifunza. Nidhamu na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na utayari wa kutumikia wengine kwa mfano wa Kristo. Wafilipi sura ya 2 aya ya 6 hadi ya 11. Anatufundisha utii, anatufundisha unyenyekevu, anatufundisha uvumilivu, lakini pia anatufundisha kutumikiana na anatufundisha upendo. Mambo hayo matano. Faida ya 3. Naam. Tuko sawa? Amina. Namba 3, kwa nini tunapambana na malezi au tunahangaikia malezi? Faida ya 3 ni ushirikiano na umoja wa kijamii. Tunajua tunapolelewa vizuri kanisani kwa mafundisho ya Dominika, kwa mafundisho kama haya tunavyo, ukirudi kule unakuwa mtu bora zaidi tofauti na jana. Umekuwa mstaarabu zaidi tofauti na jana. Umekuwa na upendo zaidi tofauti na jana ulikuwa hujafundisha upendo huo pia. Malezi haya yanasisitiza umuhimu wa hisia ya kanisa, ambapo mtu anajifunza kuishi katika mshikamano na wengine. Hii inajenga jamii inayothamini haki, uaminifu na upendo kwa maskini na wanyonge. Jambo linaloimarisha umoja wa kikanisa. Umoja wa kikanisa. Hawa ambao baba askofu ametoa maelekezo wanatoka kwenye umoja wa kikanisa, kwa sababu wamesimama na misimamo yao nje na utaratibu wa kanisa. Na ndio padre ameendelea kutufundisha, huwezi kusema unalipenda kanisa, unampenda Mungu, wakati humwelewi, humsikii huyu mchungaji ambao Mungu mwenyewe amemweka na kanisa ndio linamtumia kukuletea baraka. Haiwezi kusema unampenda Yesu alafu humwelewi mama yake Bikira Maria. Haipo. Namba 4, utambuzi wa wito na kusudi la Mungu katika maisha yetu. Ndizo hizo faida ambazo tunazipata pia sisi kama viongozi kwa ubatizo, lakini pia kwa kuchaguliwa na kuidhinishwa na hierarkia. Na haya tunayoyafanya si kwa ajili yetu tu, kwa ajili ya hao wanaotufuata au kwa ajili ya hao ambao wako nyuma yetu. Kwa hiyo tuna faida 4 ambazo zinaendelea kutuongoza
na kuweza kutusaidia tuweze kwenda vizuri. Sasa ndugu zangu, mada yangu inayohusu uongozi, tumeshasema uongozi ni karama ya kimungu ambayo inadili na hekima, busara ndani ya kanisa, ambayo Roho Mtakatifu anatuzawadia. Na anatuzawadia ili tunapomiliki Roho Mtakatifu ndani yetu, au anapokuwa ndani yetu akiwa hai akipiaisha yote na mapaji yake 7, basi atusaidie kuwa na moral authority, nguvu ile ya kimungu ambayo tunapotoa maelekezo watu watutii na watufuate, kwa sababu Mungu ni wa utaratibu. Atufuate kwenda wapi? Kumwelekea Mungu, maana yake kuelekea katika maisha uzima wa milele. Kwa hiyo tunapoongea kiongozi, huyu anakuwa ni mchungaji. Wewe kama ni kiongozi ni mchungaji. Tumetoa maelekezo Injili ya Yohane sura ile ya 10 aya ya 1 hadi ya 18. Yesu ni mchungaji mwema, sio sasa na mtu ambaye analipwa mshahara. Yeye anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Kwa wewe mchungaji mwema unapaswa kuwa na maarifa ya kimkakati ili kuhakikisha watu wako wanaweza kuisikia sauti ya Mungu kupitia wewe. Maana yake nguvu ya sala itakupa moral authority. Nguvu ya sakramenti itakupa moral authority. Nguvu ya neno la Mungu itakupa moral authority. Nguvu ya matendo yako mema itakupa moral authority na brandi. Brandi haitengenezwi siku moja. Au tuseme kwamba utambulisho wako hautengenezwi siku moja. Utambulisho ni mtambuka, lakini pia inakuwa ni endelevu. Na hii tunahimiza pia viongozi wetu. Kama kiongozi, tengeneza utambulisho wako ndani ya kanisa. Kuna wengine wanaonyesha utambulisho wao kwa kufanya kazi ya Mungu vizuri, kwa kuwa watii, kuvaa mavazi bora, kusali vizuri. Huo ni utambulisho wako. Mwingine time management anafanya vizuri, mwingine mambo ya finance anafanya vizuri na kadhalika pia. Hiyo ndio brandi yako. Na tunatamani kuona kila Mkristo, hasa viongozi, tengeneza brandi yako. Na brandi usipite miguu ya wengine. Egelezea miguu wengine na wewe weka alama yako njema tu. Na ndicho hicho tunachohimiza pia. Na ukimwomba Roho Mtakatifu ataweza kukuongoza. Kwa ndugu zangu, tunapotafakari juu ya hili tunaendelea kuona misingi ya kichungaji. Wewe kama kiongozi ni mchungaji. Kama ni mchungaji, basi yapo mambo ambayo tunaweza kuyatafakari. Namba 1, Kristo ndio kipimo chako. Sawa, ni viongozi wanakuwa na role model wetu, lakini Kristo awe ndiye kipimo chako, ambaye yeye ndiye mchungaji mkuu. Christus Dominus. Kwa kazi yetu tunapomwangalia Kristo, ndugu zangu, tunatafakari kazi ambayo tunafanya sisi tuliobatizwa, wanafanya viongozi wetu wa kiroho, ni kuendeleza utume wa kuokoa. Kuendeleza utume wa kuokoa. Kuokoa roho za watu. Lakini pia kutakatifuza malimwengu. Dikri yetu juu ya leo inatuhimiza kwamba sisi ni nuru. Twende tukatakatifuze malimwengu kwa maisha yetu. Maana maisha yako ya kutambulishe wewe katika kutakatifuza malimwengu pia. Lakini pia kulisha kundi la Mungu. Tunawalisha nini? Neno la Mungu. Sasa huwezi kulisha kama huna, na ndio maana tunapewa package kamili ili tusaidie kuweza kulisha watu wa Mungu. Namba 2, uongozi wetu sisi kama viongozi, kama wachungaji, ni kutumikia, ni utumishi. Ni utumishi. Kwa wewe unakuwa kiongozi mtumishi. Kiongozi mtumishi ambayo inatudai service. Uwahudumie watu. Unahudumia watu kwa namna gani? Kwa upendo ule ambao Yesu ameusema, Wafilipi 2:6 hadi 11. Kwa unyenyekevu tunawatumikia watu wa Mungu.
Anasema njoni kwa wenye mnaosumbuka na kulemewa mizigo, nami nitawapumzisha. Jivikeni nira yangu, mjifunze upole na unyenyekevu. Kwa kiongozi, jifunze kuwa katika hali ya upole na unyenyekevu, na hiyo itaweza kukusaidia wewe kuendelea kuona namna ambavyo unaweza kukaa vizuri. Haya mambo mawili yanakuwa ndiyo msingi wa kiteolojia ya uchungaji ndani ya kanisa Katoliki. Tunaongea kiongozi na uchungaji. Kwa wewe kiongozi ni mtumishi, lakini pia unachunga roho za watu. Ukichunga na roho yako, sio ibaki tu porini, hapana. Unachunga pia na roho yako. Kipengele cha pili, tunatafakari juu ya nguzo kuu ambazo tunazitumia katika kazi ya uchungaji. Namba moja, sisi kama viongozi tuna jukumu la kufundisha na kulisha, ambayo inaingia kwenye sifa moja ya kiongozi. Uwe mwalimu. Mwalimu kwenye kuvaa nguo, mwalimu kwenye kumsikiliza baba paroko, mwalimu kwenye kuongea au kurusha matangazo, mwalimu katika kutoa maelekezo. Uwe mwalimu. Na ualimu ni wito, na huo wito unatoka kwa Mungu, na huo wito tunapata shukrani kwa Mungu kwamba Mungu ametupa kazi hii, malipo atatulipa yeye mwenyewe mbinguni, duniani na mbinguni. Tafuteni kwanza ufalme mbinguni na mengine mtapata kwa ziada. Kwa hiyo sisi kama wachungaji, viongozi wachungaji, sio viongozi wa kisiasa, viongozi ndani ya kanisa ni wachungaji. Kama kazi ya mchungaji ni mwalimu kuelekeza vizuri mwanafunzi aweze kuelewa. Katika kipengele hicho, moja ndogo inatufundisha kuhubiri vizuri na kutoa katekesi. Kwa unahubiri kwa matendo yako, unahubiri kwa maneno yako. Kwa hiyo umuhimu wa kiongozi kufanya mafundisho, kutoa mafundisho muhimu ya kanisa, ambapo pia tunapata juu ya mapokeo matakatifu. Na tunapoongea juu ya mafundisho ndani ya kanisa, ndugu zangu, kanisa Katoliki lina mihimili mingapi jamani? Mitatu. Kwanza ni nini jamani? Hierarkia au mamlaka funzi, si ndio jamani? Halafu namba mbili ni maandiko matakatifu. Halafu tatu ni mapokeo matakatifu. Sio mapokeo ya kiutamaduni, mapokeo matakatifu. Kwa hiyo Mkristo ambaye hafuati mapokeo matakatifu anaanzisha kitu inaitwa schism, ambayo inampelekea yeye kuwa excommunicated, kama hawa ambao baba askofu ameandika barua. Kwa hiyo ukienda huko, amesema ni eneo gani huko? Mandawa sijui. Madale Mandawa. Mkienda huko kwa sirisiri ya uwazi, umejifuta kanisa Katoliki. Umejifuta kanisa kwa barua ile. Hata kama unasali mpaka Yesu anakuja anaongea na wewe, lakini umejifuta. Na hii tunawaomba, kama umemwona Mkristo anaenda kule, njoo ulipoti, alafu tutashughulika naye kwenye maombi. Tumsifu Yesu Kristo. Kule wanasisitiza kusali misa kwa lugha gani? Sasa sisi hapa Kilatini ndio tusaidia. Kilatini nabaki kwenye madokumenti tu makubwa makubwa. Kweli baba yetu sali Kilatini hapo sasa hivi, wakati mpaka Biblia imeandikwa kwa vilugha vyetu, si ndio jamani? Basi uandike kwa Kilatini kama ilikuwa inaandikwa. Hapana, zipo Biblia za Kihaya, za Kisukuma na kadhalika, si ndio? Basi zisingeandikwa vile, ziandikwe kwa Kilatini. Kwa hiyo wanang'ang'ania kubaki katika yale ya mwanzo. Kama hivi Tanzania haijapata uhuru, yaani tuishi sasa hivi tuna uhuru, lakini kama hatujapata uhuru, haipo hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Namba mbili ndogo, kujisomea maarifa. Unajua kabisa kondoo wangu wameshakula majani ya kutosha, na wapeleka kwenye wao, wataenda kunywa maji. Wakimaliza kunywa maji, tutawapeleka kwenye kivuli wapumzike kabla hatujaanza
nyumbani. Kwa hiyo kama mchungaji unapaswa kujisomea na uendelee kuwa mwanafunzi ukijifunza kwa Yesu au darasa la Yesu au shule ya Yesu, ili mambo yote yakae vizuri. Inayofuata baada ya kutafakari juu ya kazi ya jukumu la kufundisha na kulisha kundi kama mwalimu, tunakuja kipengele kingine cha jukumu la kutakatifuza ibada na sakramenti. Ndio haya ambayo mtakatifu ndani yako anayeweka karama hizo ndani yetu, ili tukaongoze watu wa Mungu, watutii na tuelekeze vizuri. Kwa hiyo kiongozi unapaswa kuwa na utakatifu kwa kupokea sakramenti vizuri. Uongozi wa kichungaji unahusisha kuwaongoza waamini katika maisha ya sala na ibada. Baba alikuwa ameongelea vizuri, lakini tunawapa kiliturujia iko hivi. Viongozi wanaosali misa ya kwanza wasihudumu, wasivae mikanda, wasali misa ya pili, na wale waliosali misa ya kwanza wabaki kwa ajili ya misa ya pili wahudumie. Kanuni iko hivi: wakati unasali misa, lazima concentration yako iwe kamili hapo, mwili na roho. Lakini unakuta viongozi amevaa mkanda, ametoka kona moja kwenda nyingine, ametoka kama anapigana napambana na upepo. Alafu kutoka sana nimesali misa. Mabule yakwaje nifaza alichekesha. Alichekesha nini? Yaani wewe acha tu. Tulifikiri umepata message ambayo ikusaidie kukusindikiza katika wiki nzima. Na kwa sababu ulikuwa busy kuhudumia watu, ukumbuki baadhi ya mambo. Lakini full package ya liturujia neno na liturujia ekaristi. Humu mule mwanzo mwisho, sio kuzurura zurura. Kwa hiyo wale ambao ni viongozi kiliturujia, kama unaongoza misa ya kwanza, wewe waachie wengine wasali. Wewe sali misa ya pili. Na wewe uliyesali misa ya kwanza, ukitoka hapo vaa mkanda uhudumie katika misa ya pili. Namba 3, baki ilikuwa ni jukumu la kiibada na sakramenti. Namba 3 ni jukumu la kuongoza na kulinda utawala wa kichungaji, ambao ndio tunakumbushwa. Kwa tunapoongea juu ya uchungaji, ni namna ya upendo kuhudumia wengine kwa upendo. Wapo watu wanahudumu wamenuna. Ukisoma Zaburi ya 100 aya ya 2, hudumieni kwa furaha. Wapo watu wanahudumia kwa kunungunika. Kwa nini uhudumie kwa kunungunika? Maneno ya chini chini kuhusu baadhi ya viongozi wenzie, kuhusu mambo yanavyokwenda hapo parokia na parokia teule. Kwa nini ufanye hivyo? Basi ongea na paroko, jamani, mimi naamua namna nyingine, au tulie uelekezo, pengine ufahamu. Yaani mtu anaenda Dominika ya kesho ananungunika tu maneno ya chini chini, vikundi ambavyo havina hata maslahi na kadhalika. Kwa hiyo tunaalikwa kama viongozi kuhakikisha kwamba kuongoza na kulinda utawala wa kichungaji. Utawala wa kichungaji sio utawala olela tu. Na tunakumbushwa kwamba haya tunafundishwa kanisani, basi tuyafanyie kazi vizuri. Sasa tunapoongea juu ya utawala wa kichungaji, moja yake ndogo ni kuwajua kondoo. Kuwajua kondoo. Ujue watu wangu wanahitaji kupewa elimu kwa sababu wamejikita kwenye ushirikina. Watu wangu wanatakiwa kufundisha kwa sababu hawana malezi ya kiroho, ile ya duniani mambo ya kimila wanayo. Kwa kazi yako kujua hawa kondoo ni wa aina gani, na ndio napaswa kuwasaidia pia. Na inayofuata ni upendo kwa wale wanaoteseka. Wapo viongozi masadisti ambao wanafurahi kuona waumini wao wanateseka, ama kwa kuaibishwa, ama kwa kuhangaika tu mahangaiko mbalimbali. Anasema ndio wakome. Kwa nini waliambia Mungu wakatende dhambi? Hapana. Ni wajibu wako kuwasaidia na kuongoza. Ndiyo mchungaji mwema. Ndio mchungaji mwema. Namba 2 ilikuwa ni nguzo za kazi za kichungaji. Tunaenda namba 3, mbinu za kiutendaji za uongozi kama mchungaji ndani ya kanisa Katoliki.
sio kanisa lingine. Kiongozi lazima ujiandae kiroho. Kesho ni Dominika, jiandae kiroho leo. Huwezi kuongoza wengine kama mwenyewe hujakuwa kiroho. Utakuwepo tu, utakuwa kiongozi jina. Kumbe tunahimizwa kujiandaa kiroho. 2, kugawa majukumu, delegation. Fundisha viongozi wako kutojaribu kufanya majukumu yote peke yao. Walikuwa wanasema baba, kwenye kuhesabu sadaka upo, unataka uhesabu na zaka, unataka naye mwenyewe basi ukamwambie Father, naomba unisaidie nihubiri. Yaani wanawake unakuta msoma matangazo anakwenda wewe kusoma matangazo, anaanza kufanya calling back ya homilia ya baba. Sasa unakwambia ufundishe, baba alishafundisha, wewe toa matangazo, ondoka. Wape na wengine. Kwa hiyo wakati mwingine gawa majukumu ili na wengine waweze kujifunza, na wengine hawataki kuwafunza wenzao. Gawa majukumu na maisha yaweze kwenda vizuri. Namba 3, katika kazi za kiutendaji hizo za uongozi ndani ya kanisa, kulea viongozi wapya. Ndicho tunachokifanya hapa. Wale viongozi wapya ambao wameingia halmashauri ile jimbo, tunawafundisha namna ya utendaji ndani ya kanisa Katoliki. Tukishakuwa kwenye kikao cha halmashauri, ipo miiko yetu, sio kwa ubaya, uelewe tukufundishe. Oga tunaenda hivi, maswali tunauliza hivi, ukiambiwa fanya hivi unafanya hivi, tunaenda sawa kwa jina la Yesu. Ili kazi ya Mungu iweze kupewa utukufu. Kazi kubwa ya viongozi katika kanisa, kiongozi bora ni kutengeneza viongozi wengine, si kutafuta waasi, si kutafuta wabaya, na sio kufanya vibaya. Hii inajumuisha kuwapa waamini nafasi ya kutumikia na kuwapa mwongozo jinsi ya kutumikia ndani ya kanisa Katoliki. Basi walau kwa hicho sisi kama wachungaji basi tunapaswa kuwahudumia watu wetu katika namna hiyo. Sasa mambo mawili ambayo sisi kama viongozi wa wachungaji tunapaswa kuwa nayo ili pia msingi mkuu wa uchungaji katika kanisa ambao Baba Mtakatifu, mapapa pia wametufundisha. Ukisoma katika hati ya kitume ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, Pastore Dabo Vobis, Pastore Dabo Vobis, inafafanua kwamba mapadi ni wawakilishi wa Kristo ambaye ndiye mchungaji mwema. Mchungaji unajumuisha nguzo 4 za malezi ambazo tumezisema: nguzo ya kiroho, nguzo ya kiutu, nguzo ya kiakili, lakini pia nguzo ya kichungaji. Na hii anasambia kwamba tunapaswa kufanya kazi ya kichungaji, pastoral care, kuwajali wengine. Inafuata pia, Papa Francisco amesisitiza, aliyepita ambaye Mungu amemwita, kuwa wachungaji, tunaalikwa kuwa wachungaji, tunapaswa kuwa karibu na watu hawa, kushiriki mahangaiko yao na kuwatia moyo. Amewataka wabatizwa wote kuwa wachungaji wa kweli na sio wajasiriamali. Hii inasema kama kiongozi, kama mchungaji, unuke harufu ya kondoo, unuke harufu ya kondoo. Na kwa namna hiyo basi kazi ya Mungu itaweza kwenda vizuri. Wapendwa ndugu zangu, kanisa Katoliki linajitambulisha kwa mambo kadha wa kadha. Zipo sura za kanisa Katoliki na upo utambulisho wa kanisa Katoliki. Unaweza kusema sura ikatunganisha kwenye utambulisho. Kanisa Katoliki linakiri kanuni ya imani. Huo ndio unaweza kusema wimbo wa taifa.
kwingineko kote hawana. Jambo la pili, Kanisa Katoliki lina sakramenti 7. Hakuna dhehebu wala imani ambayo inaongea juu ya sakramenti 7. Kanisa Katoliki linaongozwa na hierarkia, ambapo sisi Baba Mtakatifu akitoa mwongozo wote tunafuata. Ndio tungeweza kusema Kanisa Katoliki linakuja na sura hivyo, na hivyo ndivyo vitambulisho vyake. Lakini pia lina sura 10 ambazo zinaweza zikatuongoza kutafakari kwa undani zaidi katika Kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki namba 1 tunasema ni la kihierarkia. Tunaanza juu tunashuka chini, sio chini kwenda juu. Na wakati mwingine tunapambana na baba paroko. Ukisimama hivi kwenye utawala, mfumo wa hierarkia, unanyosha mikono hivi kulia na kushoto. Huu mkono wa kulia wanakaa watendaji hapo parokiani, mpishi wa jikoni, mlinzi, sekretari, mtu wa sakristia, na wale wote walioingia hapo kwa kuajiliwa kwa barua maalum ya kazi. Hao ni watendaji, na hao ndio wako mkono wa kulia wa baba paroko. Wakati nyinyi Dominika mmeondoka, wale watendaji wapo full time, asubuhi mpaka jioni. Hao ndio watendaji. Hapa nimeanzia tu ngazi ya baba paroko, ipo ngazi ya baba askofu, ngazi ya baba mtakatifu. Mfumo ni huu. Halafu kushoto ni washauri. Kazi ya washauri ni kushauri na kuondoka. Na mkisha shauri, baba paroko au askofu au baba mtakatifu ana maneno 3. Kama mjapewa, anaweza akakupeni siku moja: asanteni, nimepokea, kwa elini. Asanteni, nimepokea, kwa elini. Anaenda kulala. Mnasubiri siku 90, anasali, anaombea jambo hilo. Sasa wewe ambaye hujui wakati mwingine mipaka yako, unasema mbona baba paroko hatusikilizi? Sisi ndio watu wake wa karibu. Watu wake wa karibu wao hawakulia. Mpishi ndio mtu wake wa karibu, mlinzi ndio mtu wake wa karibu, mtu wa sakristia ndio mtu wake wa karibu. Hawa ndio watendaji wake. Sisi ni washauri. Tukimaliza kushauri kwenye kikao Jumapili, tunaenda wapi jamani? Au tunaingia jikoni kupika? Au tunakuja kulinda na filimbi? Pana. Sisi ni washauri. Na baada ya miaka 3 uchaguzi unaingia, unaweza urudi au si. Lakini huyu mpishi au sijui mlinzi anaweza kukata miaka 9, miaka mingapi, hakuna kanuni anamwambia labda afanye makorokoro ndio atafukuza pia. Kwa mfumo wetu wa utendaji unaenda hivyo. Sisi tukishashauri tunaacha. Na ili tunawakumbusha ndugu zangu, msifanye kikao bila paroko. Mkifanya kikao bila paroko, hiyo tunaita aliyofungwa Tundu Lissu nini? Uhaini kwa paroko. Mnataka kumpindua kwa sababu yeye ndio baba mwangalizi wa kila kitu hapo. Hata sisimizi asiuliwe mpaka aulize baba paroko. Si ndio kwa kwenye himaya yake? Yaani mimi ndio nimepewa mamlaka pale kwa sasa. Hakuna nzi yote ataingia nisijue kwenye parokia yangu, wala mbu wala panya. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio mamlaka ya Kanisa Katoliki tunaofundishwa. Kwa mfano jimbo kuu la Dar es Salaam wameingia wahaini, wapi huko wanaita? Wanaosali Kilatini. Wanataka kuanzisha kitu chao ambacho wanataka wavute wafuasi, wanajiita Wakristo wa Katoliki, lakini wanaenda kinyume cha mamlaka baba askofu. Sasa anaelekeza hivi, nao wanasali tangaza ngapi tumesali Kilatini hapa? Mzimbabwe tumesali Kilatini, wangapi watasali? Mtaweza? Pate Dominis sijui kwa kocho gani. Mshotauma ulimi bure. Kwa sasa sio lugha yetu. Ila wazee wetu wa zamani it was okay. Si ndio jamani? Sasa hawa wanataka kutuletea nini hapa Tegeta wanajua kabisa mifumo ya kanisa ikoje. Hatuwezi kuweka ndani. Ile inatolewa buru ndio ile iliyotolewa. Kwa hiyo sijui nini jimbo letu kwa Dar es Salaam anakuja na kitu kingine nje ya mchungaji wetu mkuu ambaye yupo.
Kwa hiyo tunatafakari sisi kama viongozi, msifanye kikao chochote bila paroko kuwa na taarifa. Kama hana nafasi awaambie muendelee. Lakini nimefanya kimya kimya kwamba tutampa taarifa, haipo hiyo ndugu zangu. Na wengine baada ya kikao cha kamati tendaji parokiani jioni au Jumapili wanaenda kwenye baa ya mzee fulani wanakuwa na kikao chao private. Kosa. Mnataka kumfanya uhaini nani? Basi ni mkoa maparoko mkasome seminari. Afu yeye kiongozi wa halmashauri. Kwa hiyo utaona namna inavyokwenda, yakianza malumbano hayo parokia inakosa afya. Inakosa afya kwa sababu huyu atataka wafuasi wamsikilize. Huyu atapapa ametulia kule nyumbani na kula malagi yake na ubwabwa. Kwa hiyo vitanza vilumbano vikundi ambavyo mpaka tukaviweke sawa waumini waishaumia. Na wengine hata hawajui mambo hayo. Lakini kumbe shida watu hawa au mmoja tu au watatu tu ambao wana maslahi yao binafsi, wanataka wao ndio wafahamike kwa sababu wamesoma, kwa sababu wana hela, kwa sababu kigango ndio alianza nacho. Kanisa Katoliki na hierarkia. Namba 2, kanisa Katoliki ni la kimisionari. Tupo kupeleka ujumbe wa Mungu. Kama viongozi, peleka ujumbe wa Mungu, usipeleke majungu. Wao usipeleke ugomvi. Kwa hiyo sura moja hapa kanisa Katoliki na sisi kama viongozi ni kupeleka ujumbe wa misionari, mission. Kanisa limeshajitambulisha mission yake, wagonjwa, kuwaponya, sijui wenye shida mbalimbali, kuwaelimisha na kadhalika pia. Namba 3, kanisa Katoliki na kisakramenti. Na ndio tunahimiza kwamba ndugu zangu, wapo viongozi ambao tumefumba macho, wamechaguliwa na wamepitishwa na walei, na kanisa likaangalia nasema hata kama hajafunga ndoa basi mruhusuni, lakini anakuja kwa shida. Sasa akifa tunamfanyaje? Nasema baba paroko, huyu alikuwa analipa zaka. Na sisi tunamuuliza, kanuni ya zaka inasemaje? Ukifikisha miaka 18 ulipe nini? Zaka. Anasema mbona mnakataa kumzika huyu wakati mlikuwa mnapokea zaka yake? Tunakuuliza wewe, mbona baba hazijajengwa mashimo mengi na unalipa kodi? Vipi hapo? Tumsifu Yesu Kristo. Basi uende kwa masamia kwa mimi baba itakuwa sipiti sasa hivi. Acha kupita ufa njaa. Maana ukishafika miaka 18, wajibu wako kulipa zaka. Na unapotimiza wajibu wako, maana yake wajibu wa kanisa kusimamia sheria, taratibu na kanuni uko pale pale. Sasa tunasema kanisa la sakramenti, tunataka viongozi wao wamepokea sakramenti ya ndoa na kadhalika pia. Na uishi ndoa yako vizuri. Sio baadaye unakuja unakufa kwa na afu unaanza kusema jamani kanisa Katoliki wanapenda tuela. Mfumo unatuambia kiongozi au miaka 18 lazima ulipe zaka, lazima uje kusali jumuiya, lazima ufanye hiki na hiki na kadhalika pia. Namba 3, kanisa Katoliki tunasema kwa lugha ya kigeni, visible. Linaitwa onekana. Hebu sema kwa Kiswahili onekana. Linaonekana kwa maana kila kitu kinafanywa wazi. Tunafanya misa wazi, tunabatiza wazi, hatubatizi usiku kimya kimya chumbani, hapana. Hatufungishi ndoa chumbani, hapana, kimya kimya, hapana. Tunafanya public, vitu vinaonekana. Ndivyo hivyo kanisa, na inafanya kwa wazi, kila kitu kiweze kuonekana. Ndiyo mfumo wake. Na liturujia zetu zinafahamika. Liturujia ya neno, baadaye liturujia ya Ekaristi. Sio mapambio kuanzia saa 3 mpaka saa 8 mchana, mapambio tu. Mungu wangu. Watu wanabinuka, wanaamka, mguu kule, jasho linamtoka, shetani shindwa, shetani usitoke, sijui nini, shamba mbagala imefanyaje na laba za mtoni zimefanya. Tunataka vitu viende kwa utaratibu. Tunaenda namba 5, si ndio jamani? Tungeongea kwa lugha ya kigeni, indefallible. Indefallible. Kanisa hili limeanzishwa na Kristo. Kwa kama limeanzishwa na Kristo, hakuna changamoto yoyote itakayolitingisha. Tungeweza kusema kwa lugha nyingine, silotingishwa. Silotingishwa. Unaweza ukapandikiza watu waje wafanye skendo,
wameshafikia mamlaka ya juu kabisa, alafu useme ona kanisa, kumbe walipandikizwa miaka 20 iliyopita. Kwa wanajigonga, kanisa linabaki hivyo kwa sababu ndiye mwamba. Juu ya mwamba nitaijenga kanisa langu. Tunapoongea juu ya mwamba ni kitu kigumu ambacho kwacho basi tunaweza tukaenda namna njema. Namba 6, hii tunaongea sifa moja hapa kanisa, infallibility of the Pope. Maana yake kanisa Katoliki lasema ukweli, au lolote linalotokea ni la kweli. Maana yake anapotoa maelekezo Baba Mtakatifu yalishafanywa tafiti zote, na anakaa kwenye kiti akisema maneno hayo, alafu anatoka anaendelea na shughuli zingine. Anasema akiwa amekaa. Infallibility ya Baba Mtakatifu. Maana yake hakuna kitakachopinga hapo. Limetolewa basi linatolewa kwa mtindo huo. Kwa hiyo tunakumbusha tuna sisi Baba Mtakatifu, Baba Askofu, Baba Paroko, basi na tumefundishwa. Paroko pia sio malaika. Kuna baadhi ya mambo naye anaweza yakaenda ndivyo sivyo. Sasa sisi sio kwamba kama alivyosema baba kumwaibisha, kumwombea. Sio kwanza kupambana na kusema huko na kule, tumuombee kwa sababu kazi ya Mungu shetani naye anaionea wivu. Anaionea wivu. Kwa hiyo tukiweza kwenda hivyo namna fulani ilikuwa nzuri. Lakini namba 7 ni moja. Kanisa Katoliki tunafundisha kuwa na umoja. Sawa, tuna umoja lakini tuna ideas tofauti. Sasa ideas tukiziblend zinatuunganisha kwenye umoja wa kikanisa, sio utengano wa kikanisa. Maana tunagombana kuhusu ujenzi. Tujenge tusijenge, tujenge gorofa tujenge gorofa, tujenge ukuta tujenge ukuta, tujenge shule tujenge ukuta. Kwa hiyo tunavutana, kikapanda kikashuka, lakini mwisho tufikie mwafaka kwamba maelekezo ya Baba Paroko ni hapa. Basi tumemaliza. Kwa hiyo ni moja. Kwa hiyo tufanyavyo ni kudumisha ule umoja. Tusigawanyike. Namba 8, takatifu. Yoyote tunayofanya ndugu zangu, mwambie Mwenyezi Mungu, hivi kwa matangazo niliyosoma nimepata utakatifu kweli? Hivi kwa kusimamia sadaka na kuhesabu sadaka nimepata utakatifu kweli? Hivi kwa hiki nilichokifanya nimepata utakatifu na kadhalika pia. Namba 9, Katoliki limeenea pote. Kwa ueneaji wa pote maana yake tunaona nguvu na uwepo wa Mungu katika huduma zetu mbalimbali. Na ndio maana tunapaswa kutakatifuza pia malimwengu na dunia kwa kusali vipindi mbalimbali, asubuhi, mchana, jioni, usiku na kadhalika pia. Kumbe ni wajibu wetu kama viongozi. Na namba 10, kanisa limejengwa juu ya msingi wa mitume. Mitume walikuwepo na sasa tumekuwa kanisa kwa ukubwa. Kwa hiyo msingi wa mitume, hatuendi nje ya msingi wa mitume hao. Ndivyo ambavyo tunaweza kulijenga kanisa letu. Basi kwa kumalizia, kwa sababu ndio muda wetu, kanisa Katoliki liendelee kuwa dira yetu, liendelee kuwa nguvu yetu, liendelee kuwa nguzo yetu katika safari ya kuelekea maisha ya utakatifu. Tunasoma Wafilipi 4:13. Inasemaje? Naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kuwasilisha. Basi kwa semina yetu leo tunaishia hapa. Hizi zinaitwa ni semina elekezi, na baada hapa tutapata pumziko kidogo, alafu tutaelekea kanisani. Saa 7 kamili tutaanza misa pale, na kwa sasa tutapata nafasi tu ya kupata hewa kidogo na matangazo mengine, ili baada ya misa tunakuja kupata chakula. Baada ya chakula basi we call it a day. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tumechoka sana. Asante. Kuna mwenye swali kabla? Maana msingi mafundisho tumemaliza. Labda maswali, maoni. Maana inayofuata sasa hivi ni kanisani. Karibu baba. Asante.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Swali langu ni fupi. Kuna mkanganyiko wa usomaji wa maandiko matakatifu. Ndio. Mara kadhaa tumewahi kusikia sisi wa Katoliki tunasema labda badala ya waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto tunasema Wakorinto wa kwanza au Wakorinto wa pili. Sasa hayo maneno nimekuwa nikiyasikia kwenye mihadhara ya makanisa mengine, lakini na kwetu pia tumeyaiga. Hebu tuomba utusaidie pia. Asante. Asante. Nafikiri tumemsikia baba yetu swali lake, si ndio? Tuseme tu tunapoongea juu ya liturujia ni dynamic. Tunapoongea juu ya dynamic maana yake kulingana na maendeleo ya kiteolojia, wataalamu wa teolojia wanatuletea tafsiri mpya nzuri za kuelewa jambo hili. Zamani tulikuwa tunasema Bwana awe nanyi, tunaitikiaje? Sasa hivi tunaitikiaje? Kwa sasa hivi tunavyoitikia na awe rohoni mwako, ukisikia na awe pia nawe, watu wanakushangaa, si ndio? Kwani nyuma tulikosea na sasa hivi ikoje? Ni maendeleo ya kiteolojia. Sasa hata kwenye liturujia nao iko hivyo hivyo, liturujia ni dynamic. Ni namna ya kupronounce kwamba waraka kwa sababu waraka ni barua, sio Wakorinto wa pili. Hizo Wakorinto ni jamii. Sasa huwezi ukaanza jamii, tunaanza waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa jamii fulani. Hatuanzi na jamii. Ndio tafsiri nzuri pia. Kwa waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Watesalonike, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Kwa hiyo iko namna hiyo, na kimsingi hizo ni rubrics ambazo tunazisoma, zina maandishi mekundu. Hizo hatuzisomi hadharani, na mtaona kwamba siku ya Dominika unasoma ile Injili ya Mathayo sura ya 10 aya ya 11 hadi ya, hatusemi mstari, aya ya 11 hadi ya 20. Hatusemi Mathayo 10:22, sura ya 4 aya ya 2 hadi ya 12 na kadhalika pia. Kwa hiyo sasa ile hatuisomi kwa sababu ni rubrics, hazisomwi, ila tu kwa sababu ya kichungaji tunawasomea. Lakini swali linalojiuliza, hao wanaosomea wanafuatilizia? Ni kweli wanafuatilizia? Wengine wameanza kusinzia hapo, hata hawaelewi unasoma nini. Wataamka tu kwenye vichekesho baba paroko. Sasa hiyo yoga tunaifanya kwenye semina kama hizi tunasoma kila kitu ili uandike kwa fanye follow up. Kwenye misa hata ukija na misale ufuatilize, lakini usikilize kule. Hatuji na Biblia kwenye misa takatifu, ila kwenye semina tunakuja na Biblia. Kwa hiyo ile wanayosoma baba, hao wote walibadilisha kwa sababu wamejitenga na kanisa Katoliki. Ndio maana wanaweka mistari huko na kadhalika pia. Kwa hiyo the proper ni hiyo, sura fulani, aya fulani hadi aya fulani pia. Na sasa hivi tumeboresha kwenye liturujia somo katika, sinasema somo katika, si ndio? Ambayo imeandikwa pale. Lakini sasa hivi hatusomi somo katika, somo la somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo, sio somo katika Injili. Na somo kesho mwambie makamu mwenye viti. Hatusomi somo katika waraka wa kwanza au waraka kwa Wafilipi au waraka kwa Warumi. Somo la somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi na kadhalika pia. Kumbe makamu mwenye viti, hilo mlifanyie kazi kuwafundisha watu, ila kwenye kitabu msichole. Ukimaliza kule chini unasemaje? Hilo ndio neno la Mungu au unasemaje? Lakini pale wameandika hilo ndilo neno la sasa wengine wanakata na peni. Usichole kitabu cha Mungu, hicho ni kisakramenti. Acha tu, ila tu wafundishe watu na kadhalika pia. Kwa iko namna hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Basi kuna mwingine wa mwisho au kama hamna basi wa mwisho huyo baba hapo, alafu tutafunga ili tupumzike, tujiandae na misa takatifu.
Wanakwaya mjiandae kuimba nyimbo za leo. Misa tunatoa kwa heshima Mama Bikira Maria. Karibu baba. Asante, nashukuru kwa nafasi na maelekezo mazuri na semina. Ndio baba. Nami na swali moja la kiliturujia linanisumbua kidogo. Ndio. Hasa kwenye misa kwa wanakwaya, ile misa ya wafu wanapoimba ile mwanakondoo. Ndio. Kuna maneno wanabadilisha. Sasa si kiliturujia imekaaje? Mwanakondoo wa Mungu. Wanasema umjalie pumziko. Pale ni sahihi? Badala ya umjalie amani. Utujalie amani. Wao wanasema umjalie pumziko yule marehemu, na sio utujalie amani. Kama unafuatilia. Ni sahihi pale kuweka umjalie pumziko au tujalie amani kwa wanakwaya hiyo? Maandiko yanasemaje pale? Utujalie amani. Lakini misa zote wamekuwa wakiimba umjalie pumziko. Asante. Kile kilichoandikwa kwenye kitabu pale ambapo tunasoma, si ndio? Kwenye kitabu cha altare ndicho hicho tufuate. Wakati mwingine wanaongeza maneno huko, ni nje pia ya utaratibu. Unless otherwise kanisa litoe maelekezo mengine. Lakini niendelee kusema tu kwamba tufuate kile ambacho kimeandikwa hapa. Kwa mfano nao sali, Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu au naye Yesu? Naye Yesu au na Yesu? Lakini wapo wanasema naye Yesu mzao wa tumbo lako. Hamjua kuwasikia Wakristo hao? Sasa haipo hiyo, ila tu ni lafudhi pengine huko alikotoka wanasema naye Yesu. Hata hii Angelus akatoa mwili, sijui akafanyaje, mimi mtumishi wa Bwana, mimi ndiye mtumishi wa Bwana. Kumbe mara kwa mara tunawahimiza watu wetu kusoma kile ambacho kimeandikwa vizuri. Na we makamu mwenyekiti, pitia, muulize baba paroko, baba tumeona watu wanasema hivi, hapa mwongozo ukoje? Basi litujie, ikiwa nzuri inakaa vizuri tu. Kiongozi wangu hapa ameniuliza ibada ya karismatiki, ibada na misa. Si ndio unataka kujua maana yake, si ndio? Si ndio? Si ndio hivyo? Ameniambia ibada na misa. Sawa, nitaeleza tu. Ibada ni haiko kiliturujia. Ibada iko liturujia. Yaani ibada sio lazima aongoze padre, ila ibada ya misa takatifu anaongoza padre. Lakini ibada anaweza kaongoza katekista, hata wewe unaweza kuongoza ibada ya rozari, ibada ya njia ya msalaba, unaongoza tu. Hizo zinaitwa devotions mbalimbali. Lakini tunazifanya kwa kusaidiwa. Kwa hiyo ibada iko chini kidogo, misa takatifu ni juu. Ibada ya misa takatifu. Kwa hiyo ndio inapewa hadhi. Useme tu misa, ibada ya misa takatifu. Kwa misa takatifu ni padri ndio anaadhimisha. Halafu ibada yoyote aliyebatizwa anaweza kuongoza ibada. Hata ile ibada ya kumbatiza mtoto, hata mwajuma anaweza kuongoza ibada ya kumbatiza mtoto wako. Si mnafahamu hilo? Kwenye hatari ya kufa. Anakwambia jioni, mwanangu, mtoto wa wifi yangu nakubatiza mimi Mwajuma, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Basi mtoto akipona, basi unampeleka parokiani akapakwe mafuta ya krisma na mengine ya wakatekumeni. Naona ila kakifa, basi kanaingizwa kwenye orodha ya wabatizwa, na wewe jina lazima ulipeke parokiani. Katika hatari tu ya kufa. Tumsifu Yesu Kristo. Washa na makongamano almost ni kama kitu kile tu. Ukisema washa ni namna ambayo kwa makusanyiko watu wanatoa mafundisho, na makongamano na hivyo. Sasa washa wakati mwingine nayo inaweza kutumia siku 2, siku 1.
kongamano yanaweza kutuma siku moja, siku mbili, kwa hiyo hayana tofauti kubwa sana. Kwa hiyo makongamano yanaruhusiwa, washa zinaruhusiwa, ili mradi tu kwa charismatic kuomba kibali, kibali cha baba askofu. Naona kama Dar es Salaam kulikuwa na ile mafundisho ya mambo ya fedha, si ndio? Ambayo ilikuwa ni siku ya nini? Ya Pentecost, si ndio? Basi wakubwa wakatoa maelekezo siku hiyo, hapana, watu watulie tu, watafakari juu ya Roho Mtakatifu na nini. Basi kwa imepangwa siku nyingine na ilifanyika siku nyingine vizuri tu, wala hamna shida. Kwa hiyo haya yote tunayoongea lazima itolewe ruhusa na jimbo, baba askofu mkuu. Na ndio tunarudi, kuna mamlaka baba askofu, kuna mamlaka baba paroko. Hapo parokiani msifanye jambo lolote. Umeita tu mkufunzi kutoka wapi, anakuja anaanza kufundisha charismatic bila paroko kumuidhinisha wala kumjua, ni kosa. Tumemwita tu baba huyu aje atufundisha mapambio, lazima akamsema baba paroko, mnamwambie huyu ni nani, anaweza kufundisha matango poli huko, ikawa mtihani kuwarudisha tena kwa utaratibu. Kwa hiyo tunafundishwa kuendelea kufuata miongozo, sio kwa ubaya. Ndio mfumo wa kanisa Katoliki. Mliopita jeshini mnajua. Yani commanding post akinyosha tunapita hapa, hata kama juu ya mti piteni hapo hapo. Usiseme kwa mimi siwezi kupanda mti. Sio, ukishindwa maana yake uko nje ya mfumo. Kwa na sisi tunajitahidi namna hiyo ili tutembee pamoja. Ndio kanisa Katoliki natufundisha hivyo pia. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ni washukuru kwa yote. Kama utakuwa na mengine basi unaweza ukaandika tukaendelea kujadiliana, lakini kwa leo basi tumalizie hapo, tusimame ili tumshukuru Mungu, tujiandae kwa misa takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunakimbilia kwa mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe ni baraka. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana. Asanteni sana basi.